Karibu tena kwa siku nyingine tukijifunza juu ya kusudi la maisha ya mwanadamu, kusudi la uwepo wetu hapa duniani, kwamba natambua na najua ya kuwa watambua mwanadamu hayuko hapa kwa bahati mbaya, wala wewe hauko hapa kwa bahati mbaya, wala mimi siko hapa duniani kwa bahati mbaya. Ipo kazi, ipo kusudi ambalo nimetumwa kulifanya. Hilo neno ambalo linazungumzwa ya kwamba neno ambalo nimelituma hatanirudia bure, bali tatimiza mapenzi yangu. Yule Mungu ambaye yuko ndani yako ndiye anayekuongoza kufanya kazi aliyokutuma kuifanya. Kwa wewe unatumika kama chombo cha kufanya ile kazi ambayo Mwenyezi Mungu anakutuma. Kwa hata mimi najua ya kuwa Mwenyezi Mungu ambaye yu ndani yangu ananiongoza kufanya ile kazi ambayo amenituma, na hilo ndilo kusudi la maisha ya kwangu. Sasa leo tunajifunza juu ya tabia, umri na kusudi la Mungu. Je, upo uhusiano kati ya tabia na umri wa mtu na kusudi la Mungu? Na hasa ambacho tunakizungumzia hapa leo ni kufuatilia historia ya maisha ya mtu toka alipozaliwa mpaka alipofikisha umri fulani, kwamba je, hapa kusudi la Mungu linaonekana wakati gani? Unajua, pia ni swala ambalo unaweza kuwa unajiuliza kwamba ni wakati gani ambapo binadamu ama mtu uweze kutambua kusudi la maisha ya kwake. Sasa leo niko pamoja na wewe, tembea na mimi katika kila ambacho nakizungumza. Hakikisha unapita kwenye hatua ya mazungumzo yangu ili tuweze kujifunza pamoja na tuweze kuelewa kwa undani zaidi. Tunapozungumzia kusudi la Mungu ndio tunamaanisha kitu gani, na je, wawezaje kujijua kusudi la maisha ya kwako? Hata kama una umri mkubwa kiasi gani, leo utaweza kufunguka na kuona. Sasa, na kama nilivyosema ya kwamba tabia na umri vina uhusiano mkubwa sana kwenye kutambua kusudi la maisha ya kwako ama kusudi la maisha ya mtoto. Sasa upo umri ambao mwanadamu huanza kujishughulisha na shughuli mbalimbali. Hapa nazungumzia utotoni kabisa. Huanza kuiga tabia fulani. Anaweza akamuona mzazi anafua na yeye anasogea anaanza kufua. Anaweza akamuona mzazi analima na yeye anachukua jembe akaanza kulima. Anaweza akamuona mzazi anapika na yeye anachukua vyombo anaanza kupika. Pengine anaweza akaiga yale pembeni kabisa, akiwa mzazi hayupo na yeye akaanza kutaka kuwasha moto na kutaka kupika. Basi hapo mzazi anaweza karudi na kumtandika viboko sana, nataka kuniletea balaa we mtoto, utaungua moto. Ni kweli ataleta balaa, lakini unachotakiwa ukifanya ni kumjengea mazingira ama kumpa mwelekeo kwamba mwanangu, fanya hivi na hivi, unachokifanya ni kizuri. Inawezekana kabisa pia unaweza kukuta mtoto anachukua nguo, anachukua na sindano ya kushonea nguo ambayo ni nzima kabisa, anaichukua anaanza kuishona, anaishona, anatengeneza ubunifu wake tu ambao yeye anauamini kwamba huu utakuwa ni mshono halisi, na unakuta kavaa. Unajiuliza, nani aliyeshona pale? Kimweza anakwambia ni mimi. Na wakati mwingine anaweza kaona aibu kwa namna ambayo umemuuliza, pengine kwa hasira, akaona tayari kinachofuata ni adhabu, nitatandikwa viboko vya kutosha sana. Lakini mwingine anaweza kukuta anachukua vyombo vya ndani anavichezea, vingine anavikatakata na kutengeneza chombo cha kwake ambacho anakiamini. Unaweza kukuta ni mtoto anachukua ndoo mpya kabisa, ndani haina maji, ama wakati mwingine na maji, anaimwaga maji, anapasua ile ndoo, unakuta anachomelea ama anachola kitu fulani kwenye ile ndoo. Ndugu yangu mzazi ama mlezi unayenisikiliza, mtoto katika wakati huo huwa anatafuta malighafi. Narudia tena, ukimkuta mtoto anajishughulisha, anaonekana kuwa mtundu, anafanya vitu vingi katika umri fulani, ule sio utundu, ni mtoto anajitambulisha, anatafuta malighafi
amekosa katika mazingira ya kawaida, anaamua kuingia katika mazingira yasiyowezekana. Na yule huwa ni Mungu anamuongoza, anamwambia, mwanangu, malighafi ambayo inaweza kutumika kwa wakati huu, ile pale nenda kachukue. Ataenda atachukua ndoo, ataikatakata, atatengeneza gitaa, ataikatakata, atatengeneza tairi, ataikatakata, atatengeneza mfumo ama muundo wa gari, ataikatakata, ataanza kuchora. Na mwingine unaweza ukamkuta amekatakata mpaka na yeye pia amejikatakata, amemwaga damu, amechafuka damu, kwa sababu tu ya kila alichokuwa na kiamini kinatakiwa kutimia. Swala la damu na kujikata, yeye sio sehemu ya maisha yake. Anachotaka ni kila alichokusudia kukifanya iweze kutimia na kufanyika. Sasa wazazi wengi katika umri huu hujikuta wanapoteza watoto, hujikuta wananyanyasa watoto, hujikuta wanadumaza uwezo na kipaji kilichoko ndani ya watoto wao. Kama wewe pia unaweza kuwa ni mhanga, ndio maana nimesema tembea kwenye yale mazungumzo yangu. Inawezekana na wewe pia ni mhanga, kuna kitu fulani ambacho ulizuiliwa ulipokuwa mdogo, ulipokuwa unakifanya ulizuiliwa. Pengine ulianza kuwa unaimba ukaanza kuzuiliwa, pengine ukaanza kujihusisha na mpira wa miguu, unatoroka hata nyumbani kwenda kwenye mpira, unazuiliwa kwamba mpira uweze kukufikisha mahala popote. Lakini kumbe ni Mungu alikuwa anajitambulisha, ni Mungu alikuwa anazungumza na anakuendesha wewe. Na kwa sababu ya kuamini kwamba wazazi wako sahihi, ukasikiliza wazazi na ukafuata walioyataka, wala sio kosa lako. Naomba uendelee kunisikiliza, utanielewa sawa sawa kila ambacho nakizungumza. Nazungumza juu ya tabia na umri wa kwako na kusudi la Mungu. Kwamba katika umri wa utotoni, kuanzia umri wa miaka 2-3 hadi miaka 30 ama 25, ambao naoita ni umri wa uhuru dhidi ya utumwa ama mateka, the age of freedom versus captivity or slavery. Watu wengi sana wanapotea katika umri na wanabakiza majuto kwenye maisha ya kwako, maisha ya kwao katika umri unaofuata kuanzia miaka 40 na kuendelea. Wanabaki na majuto, na ni wachache ambao wanaweza kurejea maisha yao na kujitwaa upya, kwamba hapa ndipo nilipoteleza na hapa ndipo ambapo nilipotelea. Ninahitaji kujichukua upya na kuanza safari ya maisha ya kwangu. Kwa hiyo watoto wengi hutafuta malighafi, hujitambulisha kwa tabia hizo. Tabia hizo ni lugha ambazo wanazungumza. Je, kama mzazi unaelewa tabia hizo ambazo mtoto anaiwasilisha? Kama mwalimu unaelewa kwamba mtoto anapokuwa anafanya jambo fulani au anapoonyesha tabia fulani, unaelewa kwamba ni lugha anayozungumza na kujitambulisha kwamba mimi kazi yangu ambayo nimetumwa kuifanya ni ya aina fulani. Wazazi wengi wanapoteza watoto wao katika umri huu mdogo sana wa miaka 2 hadi miaka 25 na zaidi hadi 30. Hapa ndipo mtu hupotea na hapa ndipo mtu hutoa uhuru wake, ama huendelea kuwa huru hata akishakuwa na zaidi ya miaka ya hapo, anakuwa yuko huru, kwa maana ya kwamba ni mtu kamili ambaye Mwenyezi Mungu alikusudia awepo hapa duniani, kwa anakifanya kila ambacho Mungu wake alimtuma kukifanya, na anamwendesha kila wakati na kumwongoza, fanya hichi kitu, ndicho ambacho mimi nilikutuma mwanangu ukifanye. Tunaposoma kwenye Biblia habari ya maisha ya Yesu, kwamba Yesu alipokuwa na umri wa miaka 12 aliwatoroka wazazi wake akiwa anarudi kutoka Yerusalemu kwenye sherehe za Pasaka. Wazazi wake kumtafuta kwa muda wa siku 3 wasiweze kumpata, na walipompata walimkuta hekaluni akizungumza na wazee, akauliza maswali, na walistaajabu kwa ile hekima na namna ya majibu yake alivyokuwa anatoa. Ndivyo maana wazazi walipompata na walipomuuliza, Yesu aliwauliza pia, hamkujua ya kuwa imenipasa kwa katika nyumba ya baba yangu? Ni mshangao ambao Yesu anawasilisha kwa wazazi wake,
kumbe hata nyie wazazi wangu hamjui kwa nini Mungu amenileta hapa duniani. Kumbe nyie wazazi wangu mpaka leo hamjafahamu imenipasa kufanya nini. Hao walikuwa ni Maria na Yusufu. Sasa Maria na Yusufu sio tu hao, Maria na Yusufu pia ni wewe na familia yako na mke wako na mume wako, jamaa yote na walezi wote, kwa sababu Yusufu anachukua nafasi ya mlezi ambaye yaweza kuwa ni mwalimu ama ndugu tu mwingine. Je, unasikia na kuelewa lugha ambayo mtoto anaiwasilisha kupitia tabia zake ambazo anazionyesha wakati huo? Nimezungumza kuwa sio utundu, na ndiyo maana unaweza kukuta mtoto anaishi nyumbani pale hakuna makopo ya kuchezea, hakuna chochote cha kuchezea, lakini ghafla unamwona mtoto anakuwa anakuja na boksi na haujui katoa wapi boksi. Yaani kumbe ameenda dukani akachukua boksi kwenye duka pasipokuwa na kibali. Anakuja pale anaanza kuchora, anaanza kuchora vitu fulani fulani, ama anaanza kutengeneza kudesign kitu fulani, ama anashona gari, ama anatengeneza chochote kitu ambacho kinamtuma nafsi yake inamtuma. Wakati mwingine unaletewa mashtaka na mwenye duka kwamba mtoto wako anaanza kujifunza tabia za wizi, mtoto wako amekuwa ni mwizi, na wewe pasipo kufikiria mtoto anazungumza lugha ama kuna kitu anakiwasilisha, unaamua kumwadhibu tena vikali. Mwadhibu lakini kwa kiwango cha kuelimisha na kuashiria kwamba mwanangu, ninakuelewa. Na baada ya hapo uchukue hatua ya kujiuliza kwa nini mtoto huyu anakuwa anaenda kutafuta boksi. Fanya juu chini kwa namna yoyote ile uweze kumpatia yale mahitaji anayohitaji. Sasa bahati mbaya sana wako wazazi ambao pia wanaweza kuwa na kipato kizuri tu cha kuweza kukidhi kila mahitaji ya mtoto, hasa mahitaji ambayo yanashikika, lakini bado hata wale huwa hawawezi kutimiza matakwa ya watoto wao. Watoto wanakuja kukua katika majuto, watoto wanakuja kukua katika namna ya maisha ambayo hawawezi kujitegemea, isipokuwa kuwa wategemezi na kujiingiza katika tabia ambazo si stahiki ya maisha ya kwao. Ni watoto ambao uhuru wao ulipotezwa na wazazi wao. Ni watoto ambao uhuru wao mnapotezwa na wazazi ama walezi. Lugha ya mtoto ni tabia zake. Katika umri huo huanza kuonyesha zile tabia. Nitatoa mifano kadha wa kadha ambayo itakusaidia wewe kunielewa sawasawa ni kitu gani ninazungumza ninapozungumzia habari ya umri na tabia. Nitolee mfano mtu mmoja hapa ambaye ni nguli katika tasnia ya sanaa ya mchezo wa ngumi ambaye anaitwa Mike Tyson. Mike Tyson alikuwa akiishi na mama yake katika umri wake mdogo, wakati huo baba yake wakiwa wameshatengana na mama yake. Kwa hiyo alibaki akiwa anaishi na mama yake. Sasa mtoto huyu akawa anaona watu jinsi wanavyoonewa mtaani. Akawa anaona jinsi watu wanavyoishi maisha yao mtaani. Akaangalia maisha ya mzazi wake na upatikanaji wa mahitaji. Naye akasema sikubali. Katika umri mdogo sana, chini ya umri wa miaka 10, akaanza kujihusisha na uporaji. Akatengeneza genge na vijana wengine, wakawa wanaenda wanapora mtaani, wanavamia watu na kuwapiga na kuchukua pesa. Mama yake alikuwa akisikitishwa sana na tabia ya Mike Tyson, maana anatoka asubuhi akiwa na nguo hizi ambazo zimechakaa, jioni anarudi na nguo mpya ni safi. Namuuliza, mwanangu, umetoa wapi hizi nguo? Mike Tyson alikuwa hajibu chochote, anamwangalia na kuendelea na shughuli zake, lakini anampatia mama pesa akanunue chakula ili waendelee kula. Mama hakuwa
na jeuri kubwa, kwa sababu alijua kweli ana uhitaji. Alipokea pesa na kuitumia. Sasa mama hakuelewa lugha aliyokuwa anazungumza mtoto. Hakuwahi kujua kwamba mtoto ni kitu gani anachokihitaji. Ni kweli kwamba anaijali familia yake, lakini bali na kujali familia, kipo kitu ambacho anakizungumza mtoto. Mtoto yule alikuwa na uwezo mkubwa wa kupigana watu wazima na wadogo. Ndio maana katika umri wa miaka 13 tu alikuwa ameshakamatwa na askari mara 30. Sasa unaweza ukachukua ukavuta picha kwamba katika umri wa miaka 13 ashakamatwa na askari polisi mara 30. Sasa je, akifikisha miaka 26 anakuwa ameshakamatwa mara zaidi ya 60 katika umri huo mdogo sana. Lakini kumbe mtoto alikuwa anatafuta kujitambulisha. Kwa ule uwezo aliokuwa nao wa kupigana, alikosa mahali pa kufanyia kazi. Kumbe iko mahali ambapo alihitaji kufanyia kazi. Ndiyo maana huwa anasema wakati mwingine kwamba utandawazi haujaja kwa ajili ya kutupoteza, kutufanya sisi tupoteze kusudi la maisha kwetu, bali umepanua uwanja mkubwa wa kutambua kusudi la maisha ya kwetu, ama kusudi la maisha ya mwanadamu. Sasa akiwa na miaka 13, Mike Tyson alikamatwa na polisi na kupelekwa kwenye shule moja iliyokuwa inaitwa The School of Reforms kule New York, Marekani. Sasa akiwa pale alikutana na mwalimu wake mmoja, yani mwalimu wa ile shule. Akawa anasikia habari zake yule mwalimu. Mike Tyson akamfuata mwalimu akamwambia, naomba unifundishe jinsi ya kutumia ngumi. Mwalimu akasema, nitakufundisha, lakini naomba uniahidi kuacha tabia hizi. Wakakaa pale wakazungumza, wakaelewana kwamba usifanye uporaji, usifanye wizi. Akasema, nimeshaacha, sasa nitajifunza kutumia ngumi. Nazungumza juu ya tabia na kusudi, lugha ya mtoto. Anazungumza kwa lugha yake Mike Tyson kwamba mimi nina uwezo wa kupigana, nina uwezo wa kutumia ngumi, lakini nimekosa mwelekezaji. Kama wewe uko hapa, basi naomba unielekeze. Mike Tyson alikaa kwa muda wa mwaka mmoja tu. Ndani ya mwaka mmoja ile shule aliona huyu kijana ameshapona, hawezi tena kufanya vurugu, hawezi tena kuwa mwizi, wakamwachia. Alijikita katika kutengeneza mwili wake namna kutumia ngumi. Alifanya mazoezi asubuhi na jioni ili awe bora katika kutumia ngumi, na mwalimu wake alikubaliana na hilo kwamba kweli mtoto uko na nia, na aliachiwa huru. Akaendelea na mazoezi yake mtaani. Hakujihusisha tena na ujangili wala wizi wala ubakaji wala uporaji. Mama yake hakuwahi kujua kwamba mwanae alikuwa anajitambulisha kwa lugha ile. Lugha ni tabia, tabia ni lugha. Mtoto anajitambulisha akiwa na umri wa miaka 20, tayari alikuwa ameshatwaa taji la bondia bingwa ulimwenguni. Sasa fikiria, miaka 20 tu imemtosha kutoka miaka 13 mpaka miaka 20, ambapo hapa katikati alikuwa ameshapigana mapambano ya kutosha 19 na zaidi, na amepoteza pambano moja tu katika mapambano 19. Na ndipo alipofikisha umri wa miaka 20 aliweza kutwaa ubingwa kama bondia ulimwenguni. Lugha ya mtoto, tabia zake. Alikuwa anatafuta malighafi, alikuwa anatafuta sehemu ya kufanya, kama ambavyo Yesu alisema kwamba hamkujua amenipasa kuwapo katika nyumba ya Baba yangu. Ndivyo ambavyo Mike Tyson anazungumza kwamba hamkujua ya kuwa mimi imenipasa kuishi katika maisha haya. Baada ya hapo, mtoto yule Mike Tyson tunayemzungumza leo alikuwa bora katika uwanja ama ulingo wa mapambano. Kupitia ngumi akaweza kulipwa na kuweza kukidhi mahitaji ya nyumbani kwake na kumsaidia mama yake katika mahitaji yote aliyohitaji.
lugha ya mtoto. Mzazi, unaelewa lugha ambayo mtoto anazungumza. Leo hii bila shaka uko hapo unanisikiliza, na wewe una mtoto ambaye anaonyesha tabia fulani kwenye maisha yake. Nimeangalia filamu kadhaa na nimesoma maisha ya watu mbalimbali. Wote wanaonekana kuwa mafanikio yao yalianza kuonekana katika umri mdogo, na yalipewa nguvu na wazazi wao ama walezi wao, na wako watu ambao waliwakataa, lakini baadaye wako watu waliowaelewa. Mfano mzuri mwingine ni Thomas Edison, ambaye leo anaufanya ulimwengu unaonekana kuwa mchana wakati wa usiku. Yaani ndiye alileta ugunduzi wa balbu za umeme. Akiwa mdogo, alipopelekwa shule, walimu walimkataa kwa sababu ya ugumu wake wa kuelewa masomo yaliyokuwa yanafundishwa. Ikapelekea wakamwambia mtoto inabidi arudi nyumbani kwa sababu hawezi kujifunza masomo haya. Mama yake alichukua jukumu lile, akaanza kumfundisha kusoma na kuandika. Yeye kama mama akatwaa jukumu lile, akamfundisha Thomas Edison katika umri ule wa miaka 4-5, akajua kusoma na kuandika. Na alipojua kusoma na kuandika, alimsisitiza na kumsimamia yeye mwanae awe msomaji wa vitabu. Akawa anasoma vitabu na anaelewa kila anachokisoma. Baada ya hapo akaanza kujenga fikra ya uvumbuzi wa vitu tofauti tofauti katika umri huo mdogo. Sasa walimu hawakuelewa lugha ya mtoto, mama alielewa lugha ya mtoto. Unanisikiliza hapa, narudia tena kwamba upo uwezekano pia walimu hawakuweza kukuelewa ulipokuwa unashindwa kuelewa masomo ya darasani, lakini unaelewa sana katika mazingira ya vitendo. Na hata leo wako watoto ambao wanaonekana kuwa wanaelewa sana katika mazingira ya vitendo na wanashindwa kuelewa katika mazingira ya darasani. Ndiyo maana leo kwamba mwanadamu halisi amefungiwa kwenye jengo ambalo linaitwa darasa, kisha mwanadamu asiyekuwa halisi akatoka nje ya darasa. Ndiyo huyu anayetangatanga, ndiyo huyu anayewayawaya, ndiyo huyu ambaye ni mwizi, ndiyo huyu ambaye ni jambazi leo. Lakini alifungiwa darasani mwanadamu halisi, bua la mwanadamu likatolewa nje ya mlango wa darasa. Nazungumza hili kwa sababu ninalijua na ninaliona kwamba ulimwengu ama jamii zetu zinaelewa kwamba mtoto anapokuwa anafanya vizuri darasani, basi ana akili sana. Haijalishi huku nje anaharibu mambo kiasi gani, lakini kama darasani tu anafanya vizuri, basi wazazi, walezi, walimu wanamwekea tiki kwamba huyu mtoto ana akili nyingi sana. Na bahati mbaya huwa hawaelewi kwamba tunatengeneza mtu wa aina gani. Kumbukeni tu kwamba hapo mzazi huwa anatengeneza mtu ama ana design mtu fulani, yani anayemtaka yeye. Hao ni moja tu ya wachache, wako wengi ambao wanaweza kuzungumza juu yao. Yupo Bruce Lee ambaye yeye hakuwa vizuri darasani, alikuwa akifeli masomo mara kwa mara, na wazazi wake walikasirishwa sana na tabia ya kufeli masomo, lakini alikuwa akiwa nje ya darasa anajifunza kumfu, anajifunza kupigana. Hapigani na mtu, lakini anajifunza namna ya kutumia ngumi na kuweza kuhimili mwili wake katika maumbo tofauti tofauti, kuonyesha umahiri katika upiganaji. Kwa alikuwa anatoroka darasani, anaenda nje, anajifunza hicho kitu. Lakini mpaka leo ulimwengu unajua kwamba yeye ndiye mwanadamu wa kwanza mzaliwa wa Kichina aliyeweza kueneza martial art, ambayo ilikuwa ni mbinu ya siri
ya Wachina. Wachina walikuwa hawataki martial art itoke nje ya China, lakini yeye aliitoa nje ya China akaitambulisha katika mabara mengine kuanzia Amerika na kisha ikasambaa mpaka leo Afrika ipo Bruce Lee. Lakini alianza katika umri mdogo wa miaka 6, miaka 8. Mpaka anakuja kuondoka duniani akiwa na umri wa miaka 32 tu, bado ulimwengu unamtambua kama shujaa na unaamini hilo kwamba ni shujaa, na hapajawahi tokea mtu mwingine, labda anze kutokea kesho, ambaye anaweza kuzidi kiwango cha Bruce Lee. Yeye aliyeleta mageuzi makubwa kutoka kwenye mbinu 500 za Kichina za martial art mpaka kuwa mbinu moja tu aliyoita Jeet Kune Do, yani the way of intercepting the fist. Ni namna ya kuweza kudhibiti ngumi, kwamba katika mapigano yako unatakiwa kuwa na spidi kali, unatakiwa kuwa na kasi ya ajabu, kiasi kwamba kabla adui hajarusha ngumi umeshaweza kujua hii ngumi inaenda kutua mahali gani na uweze kuikwepa ama uweze kuidhibiti na kuirudisha. Huu ulikuwa ni umri wa miaka 6, 8. Tunazungumza katika ule umri wa uhuru dhidi ya utumwa ama mateka, umri wa miaka kati ya 2 mpaka 25 na wakati mwingine mpaka 30. Hapa katikati watu wengi hupotezwa na wazazi wao, watu wengi hupotezwa na walezi wao, na wengine hupotezwa na walimu wao, na hata wakati mwingine waajiri wao, kwa kuwadumaza katika mambo ambayo wanaamini wao wanahitaji kwa mahitaji yao, lakini si kwa mahitaji ya kila ambacho Mungu amekipanda ndani ya mtoto husika au ndani ya mtu husika. Nimeweza kutazama pia filamu kadhaa, The Road to Sunrise, The Golden Boy, Ray Charles, The Boy Who Harnessed Wind. Labda nizungumze kidogo katika hili The Boy Who Harnessed Wind. Mvulana ama kijana ambaye alirina nguvu ya umeme kupitia upepo. Si kwamba hapakuwa na hiyo teknolojia wakati anaanza, bali ni ule uwezo aliokuwa nao wa kiuchunguzi na udadisi ndicho kilichomfanya akafanya haya pasipo kuangalia na pasipo kujua kwamba hivi vitu vipo. Huyu kijana alipokuwa mdogo alikuwa ni mdadisi sana. Alikuwa anachunguza, kwanza alianza kuangalia katika zile baisikeli za zamani, na huenda saa hizi zipo lakini zimekuwa chache sana. Kulikuwa na dynamo kwenye baisikeli pamoja na drop ama taa. Sasa ilikuwa mtu anapokuwa anaendesha wakati wa usiku, ile taa inatoa mwanga. Sasa kilichokuwa kinazalisha mwanga ni ule ni kadri mtu anapozungusha ile tairi, anapoendesha kwa nguvu tairi ya baisikeli, na ule msuguano kati yake na dynamo, basi iliweza kuzalisha umeme ama kuzalisha huo mwanga. Maana ilitengeneza msuguano fulani ambao ulisababisha umeme uweze kuzalishwa na kuwasha ile taa. Sasa alikuwa akijiuliza sana, ni kwa nini ile taa inawaka? Akaanza kudadisi na kuangalia. Kwa kila wakati alikuwa akimwona mtu anapita na baisikeli, anamwangalia, anachunguza, ile pale ndio inayowasha taa iliyoko mbele ya baisikeli. Akawa anatafuta namna ya kuweza kuifikia baisikeli, aweze kuangalia kwa karibu. Kwa nini? Yaani ni kitu gani kinachosababisha iweze kuwaka? Yaani kitu gani kilichoko ndani ya ile dynamo kinachosukuma na kuzalisha umeme ama kuzalisha huu mwanga? Ilimsumbua kwa muda mrefu sana bwana mdogo, na alitamani kujua. Hivyo siku moja akafanikiwa kweli kushika baisikeli moja ambayo ilikuwa imeharibika, akaona ile dynamo akaichukua, na yeye akachukua baisikeli akaitoa ile group iliyokuwa kule mbele ambayo inawaka, akaunganisha kwenye redio, akasema kwani
nikisukuma ama nikikanyaga baisikeli kwa nguvu, kama inawasha grok, haiwezi kusababisha redio ikatoa sauti. Akafanya hivyo, ghafla akafanikia, akaona kumbe jambo kama hili linawezekana. Kumbe ile inazalisha umeme si tu kwa ajili ya kuwasha taa, bali kwa chochote kitu inaweza kukiendesha na ikawaka. Aliendelea kufikiri mara kadhaa na kutaka kufanya uvumbuzi wa ziada zaidi ya hicho ambacho amekiona, na ndipo hapo alipoendelea mbele zaidi, akaanza kufanya udadisi mara kwa mara. Lakini katika mwaka huo kulikuwa na njaa kubwa sana kwenye kijiji chake alichokuwa naishi. Anaitwa William Kankwamba kwa jina lake. Kwa ukiandika William Kankwamba unaweza kaona kuna kitabu kilichoandikwa The Boy Who Harnessed Wind, ama filamu ambayo pia imeigizwa kutokana na hiyo historia. Imeigizwa katika nchi ya Malawi na ndiko ambako kiliandikwa kile kitabu na maudhui yake. Sasa ilifika wakati William Kankwamba anataka kwenda shule baada ya kuhitimu masomo yake ya darasa la 7, niseme kwa lugha nyepesi. Sasa anahitaji kwenda sekondari, lakini wazazi hawana pesa na shule ile inamhitaji atoe pesa kwa sababu amefaulu vizuri. Sasa wazazi wakasema, sisi hatuna pesa ya kusomesha. Alienda shuleni akiwa anajificha, akakaa kwa muda wa muhula mmoja kwa kujificha, huku suruali ikiwa imeisha, shati lililochakaa, viatu hana, kwa anajificha. Ndipo hapo baba yake akamwambia, mwanangu, usiende tena shule, inabidi tubaki nyumbani kwa sababu hatuna hela ya kulipia. Alihuzunika sana William, lakini hakuwa na budi kwa sababu alijua hali ya maisha ambayo wazazi wake wanaipitia. Akakubaliana na wazazi wake, akabaki nyumbani, wakaendelea kulima. Walikuwa wanakula milo mitatu, ikabidi wawe wanakula mlo mmoja. Ilikuwa ni ngumu kukubaliana nao, lakini ndivyo ambavyo ilitokea. Ndugu yangu naye nisikiliza, William Kankwamba akajenga tabia ya kusoma vitabu na kufanya utafiti katika vitu mbalimbali, hasa habari ya mekaniki na umeme. Kwa akawa anaenda jalalani ambako kuna vifaa vingi vimeharibika, matrekta yameharibika. Akaenda akachukua ile propela ya kwenye trekta, akaichukua na akaitengeneza na kuitundika kwenye mnara. Akawa anaangalia, je, inaweza kuzungushwa na upepo? Kwa sababu lengo, kama dynamo inazungushwa kwa kusukuma kwa miguu, basi kama upepo kizungusha pia hii inaweza kuzalisha umeme. Naomba uangalie jinsi ambavyo mtoto anafikiria. Ni katika umri mdogo sana. Sasa alikuwa hapa na miaka 15, 16. Lakini mzazi wake bado alikuwa anamzuia kujihusisha na vitu kama hivyo. Namwambia, kwa nini unafanya vitu kama hivyo? Achana navyo, hivyo haviwezi kukusaidia wala haviwezi kufikisha mahali popote. Lakini mtoto alimwambia, baba, naamini ipo siku tutalima mazao yetu zaidi ya mara moja kwa mwaka na hatutakuwa na njaa kijiji changu chote. Yeye ameshaona namna ya kuweza kutatua tatizo la njaa katika kijiji chake, lakini wazazi na watu wengine wazima hawakuamini na wala hawakujua na wala hawakutaka kufikiria tunawezaje kumaliza janga la njaa katika ardhi ya kijiji chetu. Lakini mtoto ameshaona. Nakwambia si kwamba ni yeye aliyekuwa anaona, bali Mungu aliyekuwa ndani yake ndiye aliyekuwa anamuonyesha vitu vya kufanya. Mzazi ama wazazi wake waliendelea kumpinga, na wakati mwingine wadogo zake walimcheka, wanakijiji walimcheka na kumdhihaki ya kwamba anachokifanya hakiwezi kumfikisha mahali popote. Lakini Kankwamba William aliamini anachokifanya na nakifanya kwa sababu na kwa kusudi maalum
kwamba alikuwa yuko kazini na kwamba je, hamjui ya kuwa Mungu amenituma kazi ya kuokoa kijiji changu na wananchi wake? Ndiyo lugha ama ndiyo sauti anayoitoa William Kakwamba. Lakini mwisho wa siku William Kakwamba anakuja kutengeneza umeme unaozalishwa na upepo, na anaweka mifumo ya kutoa maji kwenye visima na kumwagilia. Akatafuta miti mitatu mirefu, akaichimbia chini, akaitundika kaenda mpaka juu, na yeye akapanda akaenda akatundika ile propela aliyoitengeneza, akashusha na waya, akaunganisha kwenye betri ambayo lilichukua kwenye trekta mbovu, ili umeme uweze kuzalishwa na maji yaweze kutoka kwenye kisima na kumwagilia. Wakiwa wanashangaa wakati wanaendelea kulima, hapana mvua, ile inaendelea kuzunguka, lakini kadri ilivyokuwa inazunguka ikaendelea, ikawa na kasi kubwa zaidi, kwa sababu upepo ulikuwa mkali sana. Katika muda na wakati wasioutarajia na jambo wasiotarajia, maji yakaanza kutoka. Ilikuwa ni shangwe, furaha na vifijo. Wa kwanza kumkumbatia alikuwa ni babake, yeye aliyemzuia asijihusishe na mambo hayo. Akamwambia, ninajivunia kuwa na mtoto kama wewe. Wako wazazi ambao hawaelewi lugha za watoto wao mpaka wameona matokeo. Ndio maana wakati mwingine nasema ya kuwa hawatokuja kuelewa mpaka siku ambayo utapandisha bendera, ndipo wataelewa kwamba ulichokuwa unakifanya kina maana na kina mantiki. Usiache kukifanya. Sasa ninachosisitiza mimi zaidi hapa ni kwamba ni wazazi ama walezi kuelewa lugha ambayo watoto wanaizungumza kupitia tabia zao wanazozionyesha na mahitaji yao. Huwa wanatafuta malighafi za kutumia. Je, kama mzazi uko tayari kutafuta malighafi na kuwapatia watoto ama kumpatia mtoto? Siku moja nilitembelea familia moja ambayo ilinivutia sana. Ile familia ina watoto wawili. Wale watoto wanapenda kufanya michezo. Wanafanya michezo, wanaumia, lakini ndiyo sehemu ya maisha. Mzazi wao hakuwahi kuwazuia. Isipokuwa alichokuwa nakifanya akiwa yuko nyumbani, anakaa mahali anaanza kusoma tabia za watoto wake. Kwamba tabia ya mtoto fulani inaonekana kuwa anapenda kitu fulani. Mara anawaona wanatengeneza mpira, wanadundisha, kama wanarusha kama vile ni wachezaji wa basketball. Anaangalia tabia zile, anaweza akatoka pale akaenda akanunua mpira wa basket anawaletea watoto. Watoto wanafurahi sana kwamba babu ulijuaje? Sasa jambo kama hilo ama mzazi kama namna hiyo ndiye ambaye tunamtaka sisi. Sio mzazi anayezaa na kuendelea kununua nguo na kuwavalisha watoto tu wapendeze. Tunahitaji mzazi ama mlezi ambaye anaweza kusoma lugha ya mtoto wake. Tunahitaji kuona mwalimu ambaye anaweza kuelewa lugha ambayo mwanafunzi wake anaizungumza. Na huyo ndiyo mwalimu ambaye tunamhitaji sisi. Watoto sio wakorofi wala watoto sio watundu sana, bali watoto wao wanazungumza kwa lugha ya tabia zao. Wanatafuta ni nani atakayewaelewa na kuweza kuwaelekeza. Wazazi, si kwamba mmezaa watoto kwa ajili yenu, mmezaa watoto ambao ni Mungu aliwaamuru mpate hao watoto. Upo uwezekano ambao Mungu angezuia msiweze kuwazaa wale watoto, lakini wale watoto ni watoto wake, ana kazi nao ya kuwatumia, si kwa ajili ya kazi zenu. Kazi zenu zitatimilika kupitia wale watoto endapo tu mtawasikiliza na kuelewa lugha ambayo wanaizungumza na kuiwasilisha kupitia tabia zao. Watoto wanazungumza lugha kupitia tabia zao wanazozionyesha. Sasa nitoe mfano mwingine mzuri sana. Mifano mizuri ambao miwili utanielewa. Yupo mwongozaji wa filamu katika ardhi ya Tanzania
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaitwa Lamata Lea. Najua wengi wanamfahamu kwa sababu mwaka jana kama sio mwaka juzi aliibuka kuwa mshindi kama director wa filamu ama mwongozaji wa filamu, akiwa na filamu yake maarufu sana inayojulikana kama Jua Kali na filamu zingine ndogo ndogo ambazo ameweza kuziongoza. Safari ya Lamata Lea namsikiliza katika tamasha moja la vijana, alikuwa akizungumza, anaelezea historia ya maisha ya kwake. Lengo lilikuwa si yeye kujielezea, lengo lilikuwa ni watu waweze kupita katika yale anayoyazungumza na kuweza kujua kwamba kumbe hata mimi nilikuwa na kipawa cha namna hii, lakini kilizimwa kwa staili fulani. Akiwa na umri wa miaka 4 mpaka 5 alipenda kuangalia katuni, tena 3 mpaka 5 alipenda kuangalia katuni akitoka shule. Sasa kila alipokuwa akiangalia katuni, akitoka pale anaenda anawakusanya watoto wa majirani, anaanza kuwaelezea ile katuni ilivyokuwa inafanya, yani igizo zima la katuni pamoja na washiriki wake, kwa kuwataja majina na kwa kila alichokuwa anakifanya. Mambo huyo alikuwa anafanya hiki na huyo alikuwa anafanya hiki. Sasa mama yake alikuwa akimwangalia sana, huyo mtoto anazungumza kitu gani ama anamaanisha nini? Kwa sababu mama alimwelewa lugha aliyokuwa anazungumza mtoto. Alimshika mkono kumwambia, mwanangu, una kipaji na unaweza. Kwa sababu kuna wakati alimshangaza mama yake wakati wanaangalia filamu, anamwangalia mama, lakini huyu hakutakiwa afanye hivi, angefanya hivi, angefanya na hivi, yani igizo zima lingekuwa ni zuri sana. Sasa katika umri huo mdogo ameshajua namna kutafsiri filamu. Sasa leo ni mtu ambaye tunajivunia kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya mama yake ambaye alielewa lugha aliyozungumza mwanae Lamata Lea. Lamata anaonekana kuwa ni nguli katika filamu kwa uongozaji kwa sababu ya mama yake ambaye alielewa lugha yake. Lakini hakuishia tu hapo, alipoenda shuleni akawa amejenga tabia nyingine ya kuwa anaandika simulizi kwenye daftari lake. Akawa na daftari anaandika simulizi, anazungumza, anasema alikuwa anaandika zile simulizi. Kafika mahali watu wakapenda, akawa anasoma. Sasa ili waweze kusoma, akawa anawauzia, anambia unaninunulia soda na andazi. Anakupa daftari, unaenda unasoma, ikishafika saa 4 unamnunulia andazi na soda. Kwa hiyo hakuwa na shida habari ya breakfast, habari ya kifungua kinywa, anajipatia kiurahisi kabisa. Sasa kumbe alianza kujipatia mahitaji yake akiwa bado mdogo sana. Sasa alipofika kidato cha pili, anazungumza Lamata, anasema siku moja nilikosea kukusanya daftari. Badala ya kukusanya daftari la kemia, nikakusanya daftari la simulizi zangu. Alikuwa ameandika hadithi moja imeishia katikati. Alafu wakati anakusanya, monitor anakusanya madaftari, kiongozi wa darasa anakusanya yale madaftari, basi naye akajikuta amekusanya ile daftari bila kujua. Anakuja kugundua tayari madaftari yameshakusanya, yameshafika kwa mwalimu. Kwa akawa na hofu, sijui itakuwaje. Lakini ghafla, punde si punde, mwalimu wa somo la kemia akarudi darasani. Akamwita Lamata, Njombe. Akamtandika vibao kama 3. Alafu akamwita pembeni akamwambia, imalizie hiyo story. Sasa manake mwalimu imemshika mahali, ameikubali. Lamata anasema aliandika ile hadithi akaimalizia. Alafu akampelekea mwalimu, akaisoma akamaliza. Mwalimu akamwambia, una kitu cha kipekee, usiache kufanya. Sasa ni walimu wangapi ambao wanakuwa wako tayari kutushika mkono na kutuongoza katika kila ambacho Mungu amekipanda ndani yetu? Ni wazazi wangapi ambao wako tayari? Ama kama wewe ni mzazi, je, unasikiliza na kuelewa lugha ambayo mtoto anazungumza? Je, wajua malighafi ambayo mtoto anayatafuta kwenye familia yako ama pale nyumbani, lakini hajafanikiwa kuyapata? Anaamua kutoka nje kwenda kutafuta malighafi. Labda unaweza usinielewe sana juu ya hiyo. Tuzungumzie juu ya mchezaji anaitwa
Mane ambaye ni mzaliwa wa Senegal. Kijana huyu alisoma mwaka mmoja tu shuleni, akajua kusoma na kuandika, na stori ya kusoma darasani iliishia pale, lakini leo tunamtambua kama Mwafrika ambaye ana uthubutu na ni kiongozi wa wenzake, na si tu kiongozi, ameweza kusaidia kijiji chake kinajipatia mahitaji ya kijamii. Huyo mtoto ambaye wazazi walikasirika kwa sababu alikuwa anapenda sana kwenda kwenye mpira na akawa na ndoto ya kuwa mchezaji mkubwa. Kwa ipo siku alitoroka akaenda kakaa sehemu ya mbali kwa muda wa wiki nzima akicheza mpira tu, anatafuta mpira acheze mpira kwa miguu. Lakini wazazi walikuwa wanakasirika, na aliwaambia aliporudi akisema, na mkifanya tena kingine chochote nitatoroka tena, nitaondoka, nitaenda kucheza mpira. Akiwa na umri kati ya miaka 10 mpaka 20, akasema nitatoroka, nitaenda tena, niende nikacheze mpira. Sababu napenda mpira na najua mpira utanifikisha mbali. Lakini wazazi wanamwambia mpira hautakufikisha mahali popote mwanangu, achana mpira, jikita darasani. Wazazi hawakuelewa lugha anayozungumza, lakini narudia, si yeye aliyekuwa anawasilisha ile lugha na tabia, ni Mungu aliyekuwa ndani yake kwa mahitaji aliyokuwa nayo. Alijua mwanangu huyu ninahitaji aiokoe ardhi hii ya kijiji chake anaoishi. Anaiokoa kwa staili gani? Inabidi apitie katika kucheza mpira aweze kuiokoa hii ardhi. Yeye ataipatia mahitaji ya muhimu ya kijamii, na yeye ataiokoa familia yake. Tabia huwasilishwa na lugha hiyo, na matabia za mtoto huwasilishwa kwa namna hiyo. Sasa kadri umri unavyoenda, mtoto anapofikisha miaka kuanzia 13, 14, ni umri ambao ni wa barehe. Mahitaji ya kimwili huja kwa kasi kubwa sana, na mihemko huwa iko imejikita na imejaza nguvu za kutosha. Sasa watoto wengi hapa pia hupotea zaidi. Anaweza kuwa huku mwanzoni alionekana kuwa nao uwezo fulani. Sasa ni wakati ambao mzazi anatakiwa kuwa karibu na mwanae kwa kumuongoza, sio kwa kumzuia, kumuongoza vile ambavyo ni sahihi na vile ambavyo sio sahihi. Kwa maana kwamba ni ku rechannel, yani kubadilisha, badala ya kujikita sana kwenye mahitaji ya kimwili, kwamba hisia na mahitaji ya kimwili yako juu sana, ndipo hapo uhitaji kuwa na rafiki wa kike kama ni mwanaume, rafiki wa kiume kama ni wa kike. Uanza kutambua kumbe, na kama alikuwa ni mpole, anaanza kuwa na tabia fulani, naye anakuwa na base kama mtoto wa kiume. Kuna vitu fulani anataka kujitegemea, anataka kujichukulia maamuzi. Sio kwamba anafanya ni kosa, ni mabadiliko ya kimwili ambayo yanampata mtoto huyu. Anahitaji kiongozi. Kiongozi ni wewe mzazi, kiongozi ni kaka yake, kiongozi ni wewe ambaye uko karibu naye. Unatakiwa umuongoze. Sasa umri niliosoma ama niliosema, ndipo ambapo watu wengi wanapoteza uhuru wao, na wengi, asilimia karibia 99, hupoteza uhuru wao pasipo kurejesha. Yani anapotea kuanzia hapo, ni anapotea jumla. Ndio maana leo unaweza kukuta katika taasisi ama katika kazi ama kampuni ama mahala popote unafanya kazi na mtu, lakini anaonyesha kuwa ana tabia fulani za kazi ambayo ni tofauti na kazi anayoifanya, na wewe unamwona kwamba ni mbaya. Kwa nini anajikita na kazi ambazo sio za hapa? Kumbuka tu kwamba huyu mtu kuna mahali alikatishwa safari yake, lakini hamna anayekumbuka. Mzazi hakumbuki kama alikatisha safari yake, wala ndugu yake, wala kaka yake, wala mama yake, wala baba yake, wala mwalimu hakumbuki kama kuna mtu alikatiza ndoto yake ama safari ya kusudi la maisha ya kwake, ambacho Mungu alikiandika lazima kitimie kupitia huyu mtoto. Tunahitaji kuelewa lugha hii ambayo watoto ama mtu anazungumza, hasa katika umri huu ambao nimeusema.
Zaidi sana katika umri kabla hajafikia miaka 10, mzazi anatakiwa ameshaelewa lugha ambayo mtoto anaizungumza. Sina maana ya kwamba asiende darasani, shuleni aende, lakini aende akiwa anajua anaenda kusoma kitu gani na ni kwa sababu gani, ili nguvu atakayoiwekeza isipotee, bali iwe ni ya uzalishaji. Kwenye maisha, ndugu yangu, si kwamba unaweza kuwa unapitia changamoto, bali unakuwa unapitia elimu na darasa la kukuelekeza juu ya kusudi la maisha ya kwako hapa duniani. Kwa maana nyingine ni kwamba duniani sisi binadamu hatuna changamoto, bali huwa tunapokea maelekezo ambayo natakiwa kuyafata ama kuto kuyafata ili tupate kubaki salama. Kwa ukiwa katika kusudi la maisha ya kwako, changamoto zozote utakazozipokea njiani zina lengo la kukuimarisha. Ndiko huko ambako wengi husema kwamba Mungu anapohitaji kukutumia kwamba anakupitisha kwenye changamoto. Sio kwamba anakupitisha kwenye changamoto. Mungu anakupitisha darasani, anakuonyesha kwamba pita mahali hapa, ninaridhia upite hapa ili uweze kufika kule ambako unahitaji ufike. Mifano ya wachache niliyozungumza, wako wengine wengi na kadha wa kadha. Kwa Erik Erikson, yeye ambaye ni mwanasaikolojia wa makuzi ya mwanadamu, alizungumza na kuelezea kwamba mwanadamu katika makuzi yake hukutana na changamoto ambayo inamfanya awe na mabadiliko ama arejee katika hali fulani ya maisha, na akaweka katika hatua 8. Sasa hizo hatua 8 mimi sihitaji sana uzisikilize. Mimi hizo hatua 8 katika zile hatua 6 nimezivunja na kutengeneza hatua moja ambayo inaitwa freedom versus slavery or captivity. Ndicho hicho kipindi ambacho nimekizungumza na kutolea mifano kadha wa kadha. Ni umri kati ya miaka 2 au 3 hadi miaka 25 ama 30. Watu wengi hapa katikati wanapotea, na wakati mwingine wanajikuta wakiiga tabia za watu wengine pasipo kuishi maisha yao halisi. Ndiyo maana nikasema watu ambao wanaongoza kwa kupoteza na kufanya kusudi la maisha ya watu lidumae ndani ya watu wengine ni marafiki, wazazi, walezi, walimu na wakati mwingine waajiri wetu. Ndugu yangu, nikwambie tu kwamba watu wana uwezo, watu wana vipawa, watu wana uwezo wa kuvumbua vitu vingi, watu ni wabunifu katika mambo mengi sana, lakini ni wewe tu unapokuwa unaishi nao haujaelewa lugha wanayozungumza. Ukiwa mwalimu unanisikiliza sasa hivi, kafanyie kazi kusikiliza zaidi kuliko kulazimisha watoto waelewe. Nafahamu ya kuwa mifumo yetu ya kielimu wakati mwingine inapoteza kusudi la maisha ya watoto ama kusudi la maisha ya watu, lakini jitahidi uwe mwalimu wa kipekee kwa kuhakikisha mtoto ama mwanafunzi wako unamuelewa lugha anayozungumza. Katika wakati mmoja, kuna mwanafunzi mmoja alikuwa anaongea, ananiambia moja kati ya somo ambalo sikuwahi kulipenda lilikuwa ni fizikia. Somo la fizikia, yani nilikuwa silipendi na sipendi hesabu kabisa. Kamuuliza, kwa nini ulikuwa upendi? Yani mimi nilikuwa mwalimu akiniandikia swali, mimi nachokifanya naandika kwa maelezo. Yani yeye haandiki kwa namba, anaandika kwa maelezo, jinsi ambavyo unaweza kupata majibu na itakuwaje. Kwa hiyo anaandika kwa maelezo. Kwa hiyo mwalimu akawa akasema, anamwambia, mbona hujaandika namba, umeandika maelezo? Akamwambia, mimi ndo ninavyoelewa. Sasa mwalimu ambaye anaweza akawa na ufahamu, anaweza akasoma lugha yule mtoto na akajua mtu niliyekaa naye ni mbunifu na ni mtatuzi wa matatizo, ni logical thinker, yana naweza kutumia hesabu kutatua tatizo.
akatoa kwenye namba na akapeleka kwenye maneno. Huyu ni mtu ambaye ana akili nyingi sana, lakini mwalimu hakuwahi kujua kumtumia yule mwanafunzi mpaka akajikita na masomo mengine, na baadaye hayo masomo akaja kuyatelekeza, akajikita na sehemu nyingine ya maisha ya kwake. Mwalimu una nafasi kubwa sana ya kukuza ama kuonyesha mtoto ama mwanafunzi kusudi la maisha ya kwake. Mzazi unachangia kwa asilimia zote. Mlezi, rafiki, lazima usome lugha ya mwanao, lazima usome lugha ya rafiki yako, lazima usome lugha ya mwanafunzi wako. Kwa watoto ama watu hawana tabia mbaya. Ukimwona mtu ana tabia mbaya, usimnyoshee kidole, jiulize juu ya mapito yake. Kuna mahali ambapo alinyimwa haki zake stahiki za kimakuzi, ndiyo maana unamwona hivyo alivyo na unamwona hivyo anavyoonekana. Sasa chukua jukumu la kumwonyesha. Kwa ukitaka kumwelewa mtu sana, kaa naye, ongea naye kwa utulivu, fuatilia historia ya maisha ya kwake. Na kwa maana hiyo nakusii leo, kama unataka kujua kusudi la maisha ya kwako, wala usihangaike sana kuanza kujaribu kila kazi. Kaa chini, vuta taswira ya maisha ya kwako toka ulipokuwa mdogo. Uliza wazazi wako na walimu wako ikiwa watakuwa wanakumbuka. Je, katika udogo wako ulipenda kufanya kitu gani na ulizuiliwa kisha ukaacha, na ndio maana leo uko hapa kwa kitu ambacho ulichokisomea? Utakuja kugundua kwamba kuna mahali katika sehemu ya maisha yako kuna kitu ambacho ulinyimwa. Haina maana ya kwamba wachukie, bali wasamehe kwa sababu hawakujua wanaolitenda. Zungumza hivyo kila wakati kwamba Mungu wasamehe kwa kuwa wajui walitendalo. Mungu wasamehe kwa sababu hawakujua walilolitenda. Lakini kwa sababu nimejua mimi, basi ninahitaji kurejea na kutoa kila ambacho kilipotea wakati huo. Mimi ni mtumwa wako, Mungu wangu. Nitume mimi kwa ajili ya kazi yako. Kurejea historia ya maisha ya kwako, utagundua kusudi la maisha ya kwako kwa namna nyepesi zaidi. Na kama utakuwa unaona shida na unasikiliza hapa, basi unaweza kunifuatilia tukawa na mazungumzo na kuona ni kwa namna gani ambako unaweza ukagundua kusudi la maisha kwako. Kumbuka tu kusudi la maisha kwako ndio linalokupa uhuru kamili, ndio uhuru ambao unaozungumzia unaopotea. Kusudi la maisha ya kwako linakupa uhuru kamili wa maisha, linakupa furaha kamili ya maisha. Wala si swala la pesa, wala si swala la mke wala mme, wala si swala la maisha mazuri, bali kusudi la maisha kwako litakupa kila kitu unachokihitaji, kwa sababu ndilo ghala lenye kila aina ya mahitaji ya kwako, ambao si kwa ajili yako, bali kwa yeye Mungu aliyeko ndani yake, anayekutuma na kukuamuru kila wakati ufanyie kazi yake aliyokutuma. Neno ambalo ameliweka ndani yako liweze kutimilizika. Kusudi la Mungu kwenye maisha ya mwanadamu kutambuliwa na tabia ya mwanadamu, zaidi sana ni kwa umri huweza kujidhihirisha. Sasa tunakuja kuanza kutumia nguvu kutaka kujua kusudi la maisha ya kwetu katika umri zaidi ya miaka 30. Tunaanza kupambana sasa, nataka kujua kusudi la maisha ya kwangu. Haujachelewa, nafahamu, lakini kusudi la maisha ya kwako ulilipata ama ulilionyesha katika umri mdogo sana, pengine miaka 3, pengine miaka 10, miaka 8, miaka 9, miaka 20 na kadhalika. Nimesoma wagunduzi wengi
Hapa nitamtaja Big George Foreman ambaye ni mpiganaji, Yesu Kristo katika umri wa miaka 12. Yuko Bernard Mkasa, mwandishi na mtunzi wa nyimbo za Kikatoliki katika miaka 3. Ridhiwani kutoka Dodoma, huyu tulimuona kitrend katika mwaka jana ama katika mitandao ya kijamii mwaka jana, na kuonyesha umahiri mkubwa sana kutengeneza daraja na miundombinu kadhalika na kadhalika, baada ya kuwa ametoroka na kukataa kwenda shule. Mike Tyson katika miaka 13, Baraka Mpenja miaka 20 mpaka 24, Lamata Lea miaka 3, Gary Chessman miaka 8, Isaac Newton miaka 12 aliweza kutengeneza samani kwa kutumia midoli na vitu vingine vidogo vidogo. Thomas Edison ambaye alikataliwa, Bruce Lee miaka 8, Paulo mtume ambaye kwenye Agano Jipya kwenye Biblia yeye ndiye mwenye vitabu vingi zaidi, katika umri wa miaka 13 aliweza kutengeneza mfumo uliotumika kuwatetea watu au kumtetea mtu ama kumkamata mtu asiweze kuchomoka katika baraza la wazee. Aliuita ni mfumo wa makemeo na matusi. Katika filamu tofauti tofauti unaweza ukaangalia The Road to Sunrise, The Golden Ball, kijana ambaye alikuwa na ndoto ya kucheza mpira, akawa anachukua na kuiba kuni na kwenda kuziuza ili anunue mpira. Ray Charles 2004, The Boy Who Harnessed the Wind, nimezungumza juu ya huyo. Akela and the Bee, binti aliyekuwa na uwezo mkubwa wa kukariri na kukumbuka. Mzazi akamkatalia, lakini akapata mwalimu aliyemfundisha na kumongoza. Na nyingine The Last Fishing Boat. Tabia ni lugha, na tabia na umri vinatambulisha kusudi la maisha ya mwanadamu, vinatambulisha kusudi la maisha ya kwako. This is the School of Life.